Tumeiona nguvu yako iliyotupeleka mpaka tumefika katika hema hili, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa Roho wako Mtakatifu aliyetuwezesha kufika katika nyumba yako takatifu, kwenye madhabahu yako, mahali ambako jina lako linaitwa. Eneo hili nguvu zako zinaposhuka, watu wanafunguliwa na kuponywa, waliofungwa matumbo yasiyozaa wanajifungua, watoto wanazaa watoto, wasiokuwa na kazi Mungu unawafanyia njia, wanapata kazi, wasiokuwa na uwezo wa kupata chakula au malazi au makazi unawafanikisha katika njia zao, unafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Wale wasioeleweka wanaanza kujielewa, wanaanza kujitambua. Wale wasioona unapata kuwapa macho, wale wasiokuwa na masikio unawazibua masikio yao, wanapata kusikia. Wasiokuwa na miguu unawapa miguu, kama kurungu wanaanza kurukaruka kama ndama. Wale ambao hawana ndugu unawapa kaka, dada na mama na baba wasiozaliwa nao kibinadamu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ulituungamanisha na kutufanya kuwa mwili mmoja, na sasa tumeabudu na kusifu jina lako katika roho moja, katika jina lako na katika moyo mmoja. Na nguvu zako zikaonekane juu ya watu wako, ukawaatamie tunapokuwa katika ibada ya neno, ibada ya matoleo, na hata watakapomaliza kuelekea nyumbani kwao. Mkono wako usiwapungukie, uwafanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Wale wasiojielewa wala wasiojitambua, kuanzia sasa weka ufahamu na macho ya rohoni yapate kuona. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Salimie jirani yako, pengine hujamuona wiki nzima, amekusalimia. Hai, Mungu awabariki sana. Nitaanza na neno, baadaye nitaenda kufafanusha. Kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 2 inasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Fungua kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 25. Mstari wa 23. Efeso 4 mstari wa 23. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu linasema usiishi kwa mazoea, usifanye kazi kwa mazoea, usimwabudu Mungu kwa mazoea, usile kwa mazoea,
usivae kwa mazoea, usienende kwa mazoea. Sasa somo lina mambo mengi. Kichwa cha habari, usiishi kwa mazoea. Mwambie jirani yako, usiishi kwa mazoea. Leo nimecheka sana. Kuna mzee mmoja anajiitaga askofu, alishazoea kukaa pale. Kachelewa, anajua kiti chake kipo. Kakuta vijana wamekaa, ilibidi atafute eneo la kwake. Mazoea. Kwa hiyo unakuja, unajua kiti chako kiko pale. Na wengine leo nimeona wamebadilisha hata nafasi ya kukaa, kwa sababu walishazoea viti vyao. Mazoea. Nini? Mazoea. Wengine wanajua mimi nikienda ibadani nitakuta mtu wa Mungu hajasimama, nitawahi. Mazoea. Kuna wengine wanaamka asubuhi mpaka wanywe chai. Kama kulikuwa na kiporo wachemshe, alafu anze kugawana viazi, sio kiporo cha wali na nini. Mazoea. Halo, muulize mwenzio, naona mazoea. Kama sisi wengine tusipokunywa chai kichwa kinauma. Mazoea. Nimemwona mwingine kaingia na maji humu. Sisi hakunaga mtu anayekunywa maji, labda watoto tu, kwa sababu huko alikotoka alishazoea kunywa. Na utaniona mimi na mazoea ya kunywa nini? Maji. Sinywagi maji kwa sababu sijazoea. Ukishazoea kitu, unaweza ukaenda, kwa mfano msikitini wanavuaga ndala, matarawanda, hawawezi kwenda na viatu. Walishazoea kuvua viatu wapi? Na wanajua wakienda na viatu wakaviacha nje vitaibiwa. Wanaenda na kanda mbili za rangi tofauti, kwa sababu ukiiba utaiba kanda mbili za rangi. Mazoea, walishazoea. Wanaendaga na makobazi yaliyochakaa. Sasa mimi siwezi kuja kanisani na makobazi au kanda mbili za rangi tofauti. Lazima nipige pamba, nivae vizuri. Nilikuwa najifunza neno mazoea kwa lugha ya Kiingereza, habits. Neno habits maana yake mtu anajiamini katika hali yake ambayo inazaa tabia na yanakuwa maisha. Jana, ngoja niwape story. Nilitoka nilikuwa naenda kijiji kimoja kinaitwa Sorwa huko. Lazima upitie hii njia ya Ngaya. Nilipofika njia panda ya kwenda Kinaga, hii inaenda Ngaya, mama mmoja alikuwa na furushi, sio mkubwa sana, binti alikuwa anaenda sijui Mnadani Bulige huko. Kanisimamisha. Nikasema ngoja nimsikilize. Kanaambia, baba mimi nawahi Mnadani Gulioni sijui. Nikampakia. Kumbe na wenzake wawili wamesimama kule mbele, wanaanza kumteta. Hako kabinti kenye furushi kamepakiwa, ngoja na situkimbie tuwai. Walipoingia ndani ya gari, yule mama aliyekuwa na msengenya yule binti aliyepanda gari akaanza kumwambia, nilikuwa namwambia hako kadada kanako beba lifurushi kanaingia kwenye gari zuri hivi ni kanani. Unaona, wakaanza sasa kusema habari za watu humo ndani ya gari. Nilipoona wamezidi kuongea, nikaweka video ili kukatisha maneno ya usengenyaji kwenye gari langu, na hawajui kama huyu ni mchungaji. Nilipoweka video, maneno yote yaliisha, wanaona nikabadilisha ile hali yao na tabia walio nayo ya kuongea vitu. Jirani, nikasema hii sasa gari imegeuka nyumba ya usengenyaji. Bwana Yesu asifiwe.
wameenda kimya mpaka Buliga, hawajaongea tena. Kwa niliona hawa watu nikiwawekea redio wataendelea kuongea, maana redio ilikuwa inazungumza vitu ambavyo haviwahusu, haviwagusi. Nilipoweka video tu, macho yote yako kwenye video, wanaona walivyocheza kikongo nini za. Bwana Yesu asifiwe. Lengo langu sio kuwasema wale au kukusema wewe, lakini nataka nikufundishe jinsi gani unavyoweza kupiga hatua ya kimaendeleo kwenye maisha yako. Tunapoishi kwenye mazoea, hatuwezi kupiga hatua yoyote kwenye maisha yetu. Mtume Paulo anaandika, anasema mfanywe upya katika nia zenu. Kufanywa upya katika nia zenu ndani. Unajua mabadiliko ya mtu hayako nje, yako wapi? Ndani. Nilikuwa najaribu kujifunza. Kuna mtu anayefanya kazi ya kuajiliwa, tunaita personalities. Mwalimu, daktari, engineer. Hizo ni kazi za personalities, wamezisomea na wanaitwa hivyo kulingana na vile walivyovisomea. Kuna mtu ni dalali tu. Ye kazi yake ni kutangaza biashara za watu. Anatangaza majumba, tangaza viwanja. Yeye hana kiwanja, hana nyumba, lakini anakula kwa mgongo wa mwenye nyumba, mwenye kiwanja. Kuna mwingine ni MC, kazi yake ni uchawa, kusifu bwana harusi, kusifu bibi harusi, na anavaa vizuri utafikiri ni bwana harusi. Kwa hiyo huyu mtu kazi hiyo hawezi kumtuma mwingine aifanye, lazima aifanye yeye. Kuna mwingine ni trainer, kama mimi hapa nafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu ni kufundisha watu wapate uelewa na wao wafanikiwe na maisha yaendelee. Kuna mwingine anafanya biashara. Tunawafanya biashara humu wa namna tofauti. Kuna wanaouza nyanya, uji, mboga, wengine wanauza nafaka, wengine wanasuka, wengine wana maduka madogo. Kwa hiyo ile hali ya mtu kwamba kile ninachokifanya ndicho kinachoweza kunisaidia kupata riziki yangu ya kila siku. Kuna mwingine kazi yake ni kusafisha vyoo vya petrol station, shule, kwenye maeneo ya taasisi, yani kazi yake ni hiyo. Na anapata riziki yake kupitia hiyo kazi ya mikono. Mwingine ni mkataji wa tiketi. Na wakati mwingine Jumapili hapati muda wa kuja kanisani kwa sababu anakuwa anakatisha tiketi Jumapili, basi linaondoka, ni agenti wa nini na nini na nini. Kuna mwingine hana kazi ya kufanya. Kazi yake ni kuamka asubuhi kwenda kuomba sukari kwa majirani. Jamani, unaka sukari hapo? Unga wa kujinani, uji upo? Na kadhalika. Mwingine hana kazi, lakini kazi yake ni kujua habari za watu. Yaani leo tukio lolote hapa limetokea kwa Vincent Malunga, yaani mtu wa Shunu Hongwa analijua. Ni kazi zote ni nini? Lakini tuangalie mapato ya watu hawa wote yanatokana na nini hayo mapato. Kuna wengine na maduka, sijasema wakina sementi, wakina katoni. Daily
kipato chake kitatokana na biashara ya sementi au hardware na kadhalika. Wengine wana maduka ya kawaida retail, na wengine jumla. Hawa watu wote niliowataja, hakuna mwenye mfumo uliotengenezwa kusababisha yeye asiwe mtu anayefukuzia fedha au maisha, kwa sababu ni habits ya kwamba naamka asubuhi naenda kufungua duka, wateja watakuja, na naamini kabisa kwamba wateja watafanyaje? Watakuja, kwa sababu duka langu nimeandika Katonda Hardware, watakuja pale. Kaishajenga mazoea, kaishia kuweka bango, alafu hakuna mtu mwingine anayemjua Katonda Hardware yuko wapi. Natoa mfano tu wa Katonda. Hajawahi kutangaza biashara yake. Mwalimu wa chuo hapa amesema sisi tulianza kutembeza brochure, vipeperushi, tukawa tunatembea unajua kipindi cha vumbi hivi, ukipewa vipeperushi uanze kuvizungusha mjini, hakuna mtu anayekusikiliza. Kwanza wanakuona wewe una njaa. Lakini tulishajenga mazoea ya kutengeneza vipeperushi. Leo hata mabango hayana kazi. Nani anayesoma mabango mjini? Eti uliwahi kupita hapo ukasoma mabango? Lakini hawajabadilika na wanaona ni kawaida, kwa sababu mabango toka tumezaliwa Sasa kuna mtu ametengeneza kitabu, ameandika kitabu. Kitabu hicho toka amekiandika kinauzwa, kinamuingizia fedha. Hello? Sisemi na nyinyi muandike vitabu, lakini nataka niguse kitu ambacho wewe hautakuwa wewe ni mtu anayekaa na subiri watu ndio uishi au ule. Hello? Yaani hautafanya kazi ya kutembea ili ule, hautafanya kazi ya kusubiri mtu. Nataka nikufundishe namna ya kutengeneza mfumo ambao utakuwa unakuletea fedha. Hata kama utakuwa na kitu ambacho kinakutambulisha unakifanya, lakini tayari umeshatengeneza customer wa kutosha. Unaweza ukauza mzigo bila kuupeleka kwa mteja wewe, lakini unatengeneza watu wanaotangaza mzigo wako, mali zako ulizonazo, alafu unapata pesa zako zinaingia kwenye mfumo wako wa akaunti yako au wa simu na kadhalika, au mitandao. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyanya, muuza nyanya anaweza akawa na genge lake, lakini tayari ameshatengeneza customer wa kutosha. Hello? Ametengeneza customer wa kutosha. Kila siku lazima usambaze nyanya zako, na wawepo watu ambao ni maajenti wako kupeleka nyanya kwenye maduka, kwenye nyumba za watu, kwenye mahoteli na kadhalika. Nimetoa mfano wa mtu aliyeandika kitabu, kinanunuliwa, kinauzwa kila siku na pesa zinaingia. Haendi kukiuza, lakini kitabu kiko kwenye soko. Wewe ukiwa kwenye soko, vitu vyako utakavyokuwa unavifanya kwa sababu viko kwenye soko, vitapata kukuingizia faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna watu ambao wanaitwa smugglers. Ni mtu anayenunua kitu, anauza kitu, alafu anapata faida. Siku ambayo wateja hawajafika, ina maana kwamba hatapata kitu cha kupokea. Lakini kama yuko kwenye mfumo aliyoutengeneza, yeye hahitaji kuzunguka kuambia watu juu ya kile anachokifanya, kwa sababu tayari yuko kwenye soko na ametengeneza mfumo unaoingiza fedha bila kutumia jasho. Tunaposema smugglers, ni watu wanaokimbiza kutafuta fedha au kufanya biashara za hapa. Sasa ninapozungumzia habari ya mazoea, sisi wa Afrika toka tumezaliwa tumekuta mifumo ya maisha ni ile. Toka babu mpaka leo tunaishi mazoea ya namna ile.
nilikuwa ninajifunza kwa nini wenzetu wa dini zile wanaenda kwenye ibada bila kuvaa suti, bila kuvaa nguo za kawaida kama za kwetu. Kwa sababu tayari kuna mifumo walioingiziwa kwenye akili kwamba ukienda umevaa kaptura au underwear, ukifa hautaenda mbinguni kwa sababu umevaa nguo. Si mnafahamu mambo yenyewe. Uende hivyo hivyo na kanzu yako ukiwa mazoea. Sisi tunapovaa hivi hatumaanishi kwamba tunaenda kufa. Maanake wenzetu wanajiandaa kufa, hata wanapoenda kwenye nyumba za ibada wanajiandaa kwenda Kwa hiyo wao tayari wameishajitoa muhanga kufa kwa ajili ya kile walichokiingiziwa kwenye akili. Nataka nikutoe kwenye mazoea ulionayo katika maisha yako. Utapiga hatua mwanangu. Wenzetu waliofanikiwa kwenye maisha yao hawanaga mazoea. Hawaangalii hali ya hewa ikoje, hawaangalii mazingira yakoje, hawaangalii watu wanasema nini juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Wao kilichoko ndani wanachokiona, na wanapoona maendeleo ya kesho, wanapoona mafanikio ya kesho, ndicho hicho wanachoendelea kukifanya ili wafikie kwenye ndoto zao, kwenye destiny zao, sio kukaa kwenye mazingira yale ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tungesema hivi, mazoea ni kuona kila kitu kawaida. Unatakiwa ubadilike mwanangu. Maisha ni mabadiliko. Nilikuwa naangalia mtoto yule, walikuwa namweka pale wanambeba. Juzi nilikuwa namuangalia. Alianza kusimama mwenyewe. Si walikuwa anasota sota hivi. Siku moja kaka zake nikaona anasimama ngapi? Tayari huyo. Kasimama sasa hivi anatembea. Hataki kuendelea kutembelea makalio. Hataki kukrow, kutambaa. Anataka asimame atembee kama wenzake wanavyo. Kwa sababu anaona wenzie wanatumia miguu. Mimi sinayo, ngoja na mimi nianze kwenda. Hatimaye anaanza kwenda mdogo mdogo. Kwa hiyo mazoea yanamfanya mtu asijifunze. Mazoea yanamfanya mtu asione kwamba kuna wenzao wameisha piga hatua na wamepigaje hatua, ili na yeye ajifunze, akue, aendelee, aanze kutembea mwenyewe. Tuna watu kanisani humu wana miaka mingi. Toka nimeanza kutoa unabii juu yao, hawajawahi kutoka hapo. Wako vile vile. Wanasubiri kwenda mbinguni. Dini zote zilishatuchelewesha, zinatuambia sisi tunapokuja kwenye nyumba za ibada tunajiandaa kwenda wapi? Wapi? Mbinguni. Alafu hawatuambii mbingu iko wapi. Hao wanaotuambia kwamba tunaenda wapi, hawajawahi kutuonyesha mbingu ilipo. Pili, wanatuambia hivi, usiposali hatutakuzika. Hautasomewa misa siku ya msiba wako. Padri hatakuja, mchungaji hatafika, watakutenga. Na nzengo zao. Kwa mazoea yametuchanganya. Kwa hiyo dini ni sehemu ya kuzikia watu, dini ni sehemu ya kupeleka watu mbinguni, dini ni sehemu ya kuwaweka watu kama matofari, alafu tupokee sadaka, alafu watu wale wabaki vile vile. Nataka nikuondoe kwenye dini ulionayo. Toka kwenye dini yako. Usije ukafanywa kuwa tofari ambalo linajengewa nyumba, lenyewe huwa alilali lakini limekaa limebeba nyumba. Wakristo wengi au watu wa dini wanatumiwa bila kujua kwa nini wanaambiwa, na wala hawana muda wa kuhoji kwa nini wanaambiwa wanaenda mbinguni, alafu mbingu hawajawahi kuambiwa mbingu iko wapi. Na wanaambiwa kwamba ukifa utazikwa. Je, nauliza swali, huyu anayekuambia ukifa utazikwa, yeye anakufa lini? Hujawahi kujiuliza? Nataka ni kuchallenge wewe mwenye dini unayekaa hapa unasubiri uje ufe uzikwe. Unajuaje Mwombezi ndiye atatangulia au wewe ndio hautatangulia? Mungu atusaidie. Kwa mazoea yana tabu. Mbaraka Mwishe aliimba anasema mazoea yana tabu. Kwa hiyo watu wengi wanaishi kwa tabu kwa sababu ya mazoea walionayo.
Kazi unayofanya, biashara unayofanya tayari imeshajenga mazoea. Hakuna hatua yoyote. Ni kweli unaweza kuwa unapata fedha, lakini ukuaji wako kiuchumi, ukuaji wako umebaki pale pale. Tunataka tutoke pale tulipokwama. Lengo langu la kukufundisha utoke pale ulipokwama. Nimekupa mfano, yule mtoto anaitwa Muonaji. Nakwambia ameanza kusimama juzi, na muangalia tu. Kaliwa kanaanguka, juzi kalisimama kenyewe. Ndugu zake waone, waligeuka wakaona kamesimama. Sasa hivi leo ninamuona anatembea. Sasa na wewe anza kuona wanaotembea. Na wewe uanze kutembea. Anza kuona wanaopaa, na wewe uanze kupaa. Anza kuona wanaofanya vitu, na wewe ufanye vitu. Wewe sio mtu wa kawaida, na Mungu hajakuumba katika hali ya kawaida. Amekuumba katika hali ya kukua. Anasema mfanywe upya katika nia zenu. Kufanywa upya katika nia yako ni namna gani unavyonia, unavyoona, unavyoamua kufanya jambo ili liweze kukuletea matokeo. Tunataka watu ambao wanafanya vitu vinavyoonekana. Mimi nilishawaambia kanisani, nataka nijue mnafanya nini. Wengine sijui mnachofanya. Na hakuna mtu aliyejitokeza akaniambia mimi nafanya hiki. Wengine nao wajua, achana nao. Wale nisiojua mnafanya kazi gani. Nasema baba, sasa wewe mbona unatuulizaga kila siku? Ni haki mimi kama kiongozi wako wa kiroho nijue unafanya nini, ili ninapokuombea na kukubariki nijue kabisa mtu huyu kuna changes zipo mbele yake, kuna mabadiliko yako mbele yake. Nimetaja vitu hapa kama umevisikia, kazi mbalimbali zinazofanyika. Tunaposema smugglers ni kufanya biashara ya mtu mwingine bila kuwa na product, tunasema uzalishaji wa kwako, vitu vya kwako ulivyovizalisha wewe. Kwa sisi wote wa Afrika tunafanya vitu vilivyotengenezwa na wengine. Hatuna vya kwetu tunavyozalisha. Labda mtu aliyelima mpunga anaweza akasema nilizalisha mpunga mimi. Ni kweli sio kweli? Vyote tunavyovifanya, ziwe nguo sio za kwetu, nyanya sio za kwetu, tunalangua. Ungekuwa na bustani yako, unavuna, unauza, tungesema wewe ni mzalishaji. Na kazi ya mikono yako lazima ibarikiwe, kwa sababu umezalisha kitu ambacho hakikuwepo, na unaona faida ya kile ulichokizalisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapozungumzia mafanikio ya mtu, yanategemea mtu kutoka kwenye mazoea ya jinsi alivyokulia, alivyolelewa na pale alipo. Ni lazima uchange mindset zako juu ya maisha yako ulionayo. Kwa sababu huwezi ukasema mimi nimezeeka, labda nitaishi miaka michache, kwa hiyo nasogeza siku. Alinitumia message, nikamwambia niko nyumbani nimepumzika, na nimeamua nipumzike kwa sababu nimetoka shamba. Akanitumia message akaniambia hivi, mtu wa Mungu, unatakiwa uwe unakaa unapumzika, kazi zingine waachie wengine wakusaidie. Watu wao wanakuzunguka kwa sababu wewe ni kama mfalme. Nikachukua muda mrefu kumjibu, nikamwandikia hivi. Nimwambia nilivyomwandikia. Nikamwambia hivi, tangu nimezaliwa nimefundishwa kufanya kazi, kujituma mwenyewe. Na nikisema wanifanyie, maana yake mimi ninatafuta kufa mapema kabla ya wakati wangu. Pili, mimi sio mstaafu anayengojea kula kinua mgongo. Halo, mimi sio mstaafu anayengojea kula kinua mgongo, na sina kinua mgongo mimi. Walikula kinua mgongo kikawainua wakafa. Kwa mimi nitajitoa, nitajituma, na ndiyo tabia yangu ya kufanya kazi. Sina mazoea kama wachungaji wengine wanavyozungukwa, wanaendeshewa na gari, wanapewa utukufu na heshima za kubebwa. Mimi hiyo biashara sina. Kwa sababu nalikuja peke yangu, nitaondoka peke
lazima nifanye mazoezi ya kazi ili nisije nikawa na mazoea kwamba sasa nimeshakuwa bosi, askofu, dokta, nani, kwa hiyo kila kitu nifanyiwe. Hayo ni mazoea. Sitaki kuiga maisha ya mtu. Usige maisha ya mtu. Mazoea yanafanya watu waige tabia ambazo sio za kwao. Mazoea yanawafanya watu waishi maisha yasiyo ya kwao kwa sababu wanataka kuona wenzao wanafanyaje. Jifunze kwa waliofanikiwa. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, toka kwenye mazoea. Kula mazoea. Mimi nilikuwa najiuliza, msapaguro, wangapi walikula msapaguro? Kwa mfano kule Zanzibar, usipoenda Zanzibar, ukienda Zanzibar lazima ule nini? Urojo. Urojo hauna chochote. Mle ndani wameweka bagia, wameweka sijui vitu gani, si wameweka nini. Lazima ule hizo bagia zilimewekwa kwenye urojo. Na hapa kuna msapaguro. Usipokula msapaguro unaona kama ujala chakula cha mboga. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea. Wenzetu wanajifunza kwa sababu Mungu amewapa nguvu ya akili ya kuleta mabadiliko. Halo. Sio kila siku ule ugali unaweza ukala kande. Sio kila siku unaweza kula ubwabwa. Unaweza ukala pilau, ukala biliani, ukageuza ule wali au ukauweka kwenye chapati na nyama ndani. Mazoea. Na upikaji wetu ni wa mazoea. Vyakula vyetu mazoea, kuvaa kwetu mazoea, kuishi mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutoe kwenye hali ya mazoea. Mazoea hayakufanya ujifunze. Unabaki vile vile. Unabaki. Nimetoa mfano wa wale madada wale. Kumbe maisha ya mtu yanazaa tabia na hatimaye yanakuwa maisha ya mtu. Na kama sisi tumeisha jenga tabia ya mazoea, ina maana tutaanza kuwa na maisha ya jinsi hiyo. Tutakuwa tuna adapt mifumo ya ujinga ya kutokupenda kubadilika. Ukiona watu wamenyamaza, maana wamekubali. Wamefanyaje? Wamekubali. Ngoja tusome kitabu kingine. Tunataka mabadiliko au tunataka mazoea? Na bado sijawagusa wa mama. Na leo nitawaambia, mkinichukia sawa. Na juzi niliwasifu, ila naweza nikachange. Usije ukajenga maisha yako kwa kuangalia mume wako. Siku akifa utalia sana. Sitaki ulie mwanangu. Sitaki. Tusome tena Waefeso sura ya 5 mstari wa 10. Alafu uruke mstari wa 17. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Mpendezavyo Bwana. Narudia. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa sababu hiyo mfahamu nini yaliyo mapenzi ya nani? Turudi kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wakayatenda yasiyopasa.
wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo ya haki yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapokuwa na mazoea ya kuiga vitu mbalimbali ambavyo haviwezi kutusaidia, Mungu anatuacha, tunapata malipo. Ukiona usongi mbele wala usogei, maana yake umeisharidhika na hali yako ulionayo. Na watu wengi wanapenda kuridhika. Ingawa Biblia inasema turidhike na tulivyo navyo, lakini haijakwambia ubaki pale ulipo. Usikae mahali pamoja. Usiishi mahali pamoja. Usifanye kazi ya kusubiria. Tengeneza namna gani wewe uwafikie watu hata bila wewe kufika. Kwa sababu unapotengeneza ile demand driven, yani kile kinacho soko lina determine nini ulicho nacho, ni lazima utengeneze mfumo wa watu kukaa na kusikiliza wewe. Ucreate awareness yako, yani utengeneze hali ya watu kutaka kukujua wewe, kujua mambo yako, kujua unachofanya kila siku. Mtu mmoja alikuwa anafundisha akasema, watu wengi huwa wanapenda kujua na kuhoji jinsi ulivyofanikiwa, lakini hawakuhoji kwa nini wewe ni maskini. Na hakuna mtu anayefundisha kwa nini ulikuwa maskini akufundishe utatokaje kwenye umaskini ili uwe hivi. Ukiona mtu anakufundisha, huyu ni mtu mwema sana. Ukiona mtu anachochea karama iliyoko ndani yako akusaidie ili uamke na nini, huyo ni mwema sana. Lakini tuko watu wengine wanaoshusha mambo ya watu kwa sababu wana investigate maisha yako waone ulifanikiwaje, lakini hawataki kuinvestigate kwa nini wewe ni maskini umekaa hapo. Tunataka watu wasiwe maskini. Usijenge tabia ya mazoea katika utendaji kazi wako. Biashara unayofanya usijenge mazoea kwamba wateja watakuja kwa sababu mimi niko CDT. Sasa hivi kuna masoko mengi humu mtaani. Leo nimepita pale, nimekuta gulio karibu na kwa mkuu wa wilaya, watu wamepaki magari wananunua mboga. Umewasubiri CDT, hawaji CDT. Sulisha zoea. Ukijua mahali kuna gulio unaenda hapo. Unahamisha soko lako na bidhaa yako, unapeleka kwenye gulio mahali ambako kuna wateja watakuja. Ndio maana ukifika mwezi wa 8 lazima kuwepo na maonyesho ya vifaa vya kilimo au pembejeo. Kwa lazima utafute mahali ambako unaweza ukatangaza biashara yako. Hello. Najua Mungu ni movable. Mtu mmoja alikuwa anafundisha akasema, tunasema Mungu ni omnipresent. Kila mahali yupo. Kwa hiyo Mungu anaweza akawa hapa na akawa kwenye nguzo huku. Kwa hiyo anabampu mwenyewe, yani kila mahali akizunguka yupo. Yani hivi kila mahali. Kwa hiyo akienda akazunguka lazima atajibampu mwenyewe kwa sababu yuko mahali ameenea. Hakaagi mahali pamoja. Mungu ni Mungu anaye move. Mungu ni Mungu anayetembea na watu wanaotembea. Kama utembei, Mungu atembei na wewe. Lazima ukubali kutoka. Utembee kama Mungu anavyotembea. Uone kama Mungu anavyoona. Mungu anaga mazoea na ndivyo akili yake haichunguziki. Na hata maarifa yake hayatafutikaniki. Mungu akiamua kufanya jambo, wewe ulilozoea kwamba Mungu atafanya hivi, ndio maana Mungu anafanya tofauti. Na uanze kufanya tofauti vitu vyako. Nataka uanze kubadilisha mfumo wa maisha yako, mfumo wa biashara yako, mfumo wa kazi yako. Lazima uanze kujulikana. Piga ua ujulikane kwa kile unachokifanya. Usikae underground. Biashara underground ni ya bangi na gongo. Lakini kama unataka ujulikane au ufanye zaidi, piga kelele watu wakusikie. Piga kelele watu wakusikie. Ujulikane unafanya nini. Lakini kama umeshatengeneza mfumo wako, una watu ambao wanatangaza kazi yako,
Uwe unatoa ofa kwa wale ambao watakuwa na kubeba na kukupeleka kwa watu wengine. Unatoa nini? Ofa. Kwa yule unayempa ofa ndiye atakaye kuja kutangaza biashara yako, kwa sababu ule wema unaouonyesha, ofa uliompa ndio kibebeo cha jina lako la kazi unayofanya. Kuanzia leo acha mazoea. Kuna watu wameisha zoea kunywa, yaani asipopata moja moto moja baridi hawezi kulala. Hayo ni mazoea. Utakufa kwa mapafu, utapata ugonjwa wa nini? Kuna wengine wanavuta sigara. Tulikuwa na mzee wa kanisa pale KLPT Dar es Salaam. Alikuwa Mkatoliki mzuri sana, akaokoka. Na alikuwa na cheo kikubwa sana pale serikalini. Alikuwa mwandishi mkuu wa sheria zote za Tanzania. Sasa mimi siku moja nikaona kidole kile kimeungua. Nikamuuliza, Rushagara, mbona kidole cheusi? Akasema, jamani, mimi niliokoka hapa, nilikuwa naenda chooni na puliza afu narudi na nawa. Kidole cheusi kabisa kimeungua. Kisa alikuwa lazima apige pafu hata kanisani, anaenda chooni anapuliza alafu ananawa. Mtu asimsikia anakula na Big G. Mazoea yana tabu. Ukianza kuwa mtu wa mazoea, utakuwa na tabu nyingi sana kwenye maisha yako. Kwanza utakosa uhuru wa kujisimamia, kufanya mambo ambayo watu wengine hawafanyi. Pili, utakuwa mwoga na utakuwa unaogopa watu kwamba nikiinuka watanisema, kwa sababu uko kwenye mazoea. Hello. Mazoea yana tabu. Mwambie jirani yako, mazoea yana nini? Wanawake wote wanaamini kwenye kupewa. Yaani asipopewa hela na mume wake, siku hiyo ni vita humo ndani. Mazoea. Subiri afe mume wako ndio utajua. Mazoea, acha mazoea. Usiweke. Unajua, ngoja nikwambie. Tunasema ndoa ni maagano, si ndio? Watu wengi, wakina mama wengi, agano lao liko kwenye siku kodi ikikatika huku, ndoa imeisha. Mazoea. Na wote mnafundishanaga ujinga. Mwanamama kukupa pesa. Wewe. Ndio maana tunawafundisha na nyinyi muwe wazalishaji, mfanye vitu vya kwenu. Siku mume wako kodi ikikatika huku, unaona kawaida tu. Na unaanza kumsaidia na umlishe, na ukimlisha usianze kumsema, sasa mama atoe hela hizo. Majirani wote watajua mimi ndio namlisha. Siku hizi mwanaume ana nini? Mazoea. Acha mazoea. Na nyie siku zingine mwanze kuwa mnatulisha, mnatupeleka mpaka hotelini tule. Acha mazoea kupewaga kila siku wewe. Acha. Na siku nyingine mwambie mume wangu, leo nakupeleka Royal, leo nakupeleka Choma Zone, kula unachotaka. Uone kama atakuacha. Wanaume wanadanganywa kitu kidogo, kimpeleka hapa, umemmaliza. Lakini wewe kila siku magomvi tu, hujanipa hela. Thamani yako inapungua. Ukiwa omba thamani yako inafanyaje? Mtu anakuchoka. Ni kweli sio kweli? Samani, mwe mnaomba sawa mama, eti samani naomba, yana wapenda sana. Mtu mmoja aliniambia, wewe baba umetusema tutakupa hela. Sasa sawa tu, lakini ni bora niseme. Kuna wengine usipowaambia hawaamki pale kwenye usingizi. Mama, tafuta pesa, fanya kazi. Tena usije ukajiita mwanamke. Wewe sio mwanamke mbele za Mungu, wewe ni mtu. Wewe ni nani? Ni mtu. Sio kila siku baba
baba anaweza akavunjika mguu akakaa ndani, usimwache ukakimbia. Halo, tulishajenga mazoea, sisi ni wakupokea, wewe sisi wa kupewa. Wewe, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye anayeruhusiwa kumtegemea mwanadamu wenzie ni mtoto tu. Ni kweli sio kweli? Watoto, yani mtoto ana haki zote, lakini mtu mzima ulisha kufika miaka 17, 18, 16 unasema mimi mtoto. Wewe, tunataka uanze kutoka pale ulipokaa. Kijana mmoja nilimwekea mikono mwaka 2006. Walinikuta na jenga kakanisa kadogo ka watu 60. Walipofika nikasema hawa ni matapeli tu hao. Walifika hao wawili. Nikamwambia mimi huduma yangu siwezi kuambia mshirikiane na mimi, ila niko tayari niwaanzishie huduma, alafu ni msajili, alafu mpate huduma yenu. Wakapiga magoti, nikawekea mikono, wakaenda. Wameenda wakaniita, nikakuta kanisa limejaa. Wasema maneno uliyosema ndio yalisababisha tufike hapo. Sasa wakaanza kushindana, ni nani awe askofu mkuu. Huyu amesoma kidogo, huyu hajasoma, lakini angalau ana element za uchungaji, ameshakuwa na kanisa miaka ya huko Runzewe zamani. Wakasigana, huyu akafanikiwa, huyu naye akaenda kuanza moja. Sasa hatimaye juzi amenipigia simu akaniambia, baba, nataka nitoke kwenye titi lako. Nimekuwa uje ulitangazie kanisa kwamba leo nimeachishwa kunyonya kutoka kwenye mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hivi, nikija unipe hela ya baba, na siku hiyo itakuwa siku ya baba duniani. Unapoona kwamba mimi nimekuwa nataka nitoke chini ya mwavuli wa baba, halo, maana yake umekubali kwamba nimekuwa naweza nikatembea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka watu wakue humu ndani.